Hii Biblia ilichakachuliwa, na lengo la kuchakachuliwa ni kuhakikisha Ukristo hauendelei kuongezeka. Ukristo unapotea kabisa. Ndio sababu hii Biblia ilichakachuliwa na utawala wa Roman Empire. Katika kitabu cha Danieli sura ya 5 inazungumza historia ya Belshaza akiwa ni mtawala. Haizungumzi alifanya sherehe akiwa na miaka mingapi katika utawala, sura ya 5. Lakini sura ya 8 inazungumza kwamba alipotawala miaka mitatu Danieli akaona maono. Lakini sura ya 5 inatuonyesha mstari wa 30 na 31 kwamba Belshaza alikuwa amefanya nini? Amekufa, ameuawa, na ufalme wake wamechukua Wamedi. Unaweza ukaona hadithi ya sura ya 8 ilitakiwa iwe sura ya 2 au ya 3. Sura ya 5 ingeonyesha kwamba ndio anakufa, lakini wachakachuaji wa Biblia wakaipeleka hivi, na Biblia inasema siku moja mfalme Belshaza aliamua kuwafanyia sikukuu watu wake. Akavichukua vyombo vya kanisa vilivyokuwa vinatumika ibadani, akiwa kwenye sherehe. Kipindi hicho ametawala, ukatokea mkono. Usiku huo huo Belshaza mtoto wa Nebukadreza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme. Umri wake alikuwa na miaka 62. Sura ya 5 inasema usiku huo huo ambao Danieli amempa tafsiri kwamba ufalme wako wataupokea Wamedi na Wajemi, usiku huo huo Belshaza mtoto wa Nebukadreza akafanya nini? Akauawa. Sasa sura ya 5 Belshaza ameuawa, si ndio? Sura ya 8 Biblia inasema katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake mfalme Belshaza, maono haya yalinitokea mimi, naam mimi Danieli. Baada ya hayo yalinitokea hapo kwanza, nami naliona katika maono. Ilitukia nilipoona, nilikuweko huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu, nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Urai. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona natazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi, akisukuma upande wa kaskazini, akisukuma upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake. Anasema nikaona kondoo dume. Kondoo inamaanisha ni Mkristo, ni mtakatifu. Kondoo inamaanisha ni mcha Mungu. Akasukuma upande wa magharibi, akasukuma upande wa kaskazini, akasukuma upande wa kusini, wala hakuna mnyama aliyeweza kufanya chochote, kumuuliza chochote, maana alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo mkubwa. Nilihubiri na hubiri tena, nilifundisha nafundisha tena, kwamba kondoo huyo, mnyama huyo anayezungumzwa, Danieli aliuliza huyo mnyama ninayemwona ni nani? Akasema ni ufalme utakao kuja kutokea. Kwa bahati nzuri ama bahati mbaya, haya mambo hayakutokea siku za nyuma, miaka ya nyuma, yamekuja kutokea kipindi chetu sisi 2026. Unamwona Donald Trump, niliwaambia kwamba huyu mtu atahakikisha kila taifa linalosimama kinyume na Ukristo linapigwa na hakuna atakayeweza kushinda vita yake. Kwa unaona uwezo wa taifa la Israeli, taifa lenyewe ni dogo, halina watu wengi sana, lakini uwezo wake ni wa kimungu kuhakikisha unabii wa vitabu, unabii wa Biblia unatimia. Hata kama walivuruga Biblia, wameigeuza ili watu washindwe kuihubiri, tutaihubiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba dunia imefika pa mwisho. Usiendelee kupambana kutafuta hela sana kuliko Mungu. Tenga muda wa kumcha Mungu, kwa sababu kama huyu Donald Trump Marekani huyu ataishia 2030, nataka nikwambie kanisa litatwaliwa, halitabakia. Ila kama ataishia 2035, kanisa litaongeza kidogo muda, kufika 2035 kanisa litakuwa limefanya nini? Limetwaliwa. Kwa unaweza ukakuta akiondoka Donald Trump, rais atakayeingia ndani yake, Biblia inasema atainuka beberu. Ukisoma sura ya 8 Biblia inasema ukainuka utawala wa beberu. Beberu maana yake nini? Sio kondoo, sio Mkristo, sio mcha Mungu, ni ufalme wa kipagani. Utainuka. Ukiinuka utaanza kuwasapoti Waislamu wapinga Kristo, kuzofisha Ukristo. Sasa hayo yatakuwa yanafanyika wakati kanisa limefanya nini? Limeondolewa duniani. Na kama kanisa litakuwa limeondolewa duniani, linasema ndipo itainuka pembe nyingine katika zile pembe 4 zilizokuwa zimeinuka kwa yule beberu. Katainuka kapembe kadogo. Kapembe kadogo ni utawala
ama ni ufalme wa Kirumi, ambao huo ufalme wa Kirumi pinga pangua ndio utakaomleta mpinga Kristo. Sasa mpinga Kristo anakuja na ile namba 666. 666 hakuna atakayeishi kwenye ule utawala. Mimi nakwambia, sababu Biblia inasema hakuna kuuza wala kufanya nini wala kununua. Mbuzi ni ya kwako, lakini ili ukamuuze mbuzi kwenye soko linaloitwa soko la kimataifa, kwa lugha nzuri supermarket, hakutakuwa na hivi visoko unavyoviona, viduka hivi, vibanda, watu wamekazana wanafungua maferemu, yatafungwa yote. Hakuna nenda kwa mangi, kwa mkinga, sio kwa nani, hakuna hiyo, haitakuwepo. Ulaya mpaka leo kuna masoko ya aina hiyo. Mboga za majani supermarket, nyanya supermarket Ulaya. Ashana huku kwetu unazunguka tu nyuma kuna kibanda, mtu ameweka tu nyanya na tukaranga, yani kamtaji $100 huko ndani. Kipindi hicho haitakuwepo hiyo. Unauza kitu 666. Hizi control namu unazoziona ndio zitakuwa zinasoma pale, wala hawatapata shida. Kwa sababu hiyo, kama Wakristo, kama kanisa, mimi nataka niwaambie, utawala ndio ishara ya kanisa kwamba tumefika mwisho wa dunia, tunakaribia mwisho wa dunia. Na kama tunakaribia mwisho wa dunia, hatutafikia mwisho wa dunia. Dunia haitafika mwisho wakati kanisa bado lipo. Roho Mtakatifu bado yupo duniani. Roho Mtakatifu ndo anayetuongoza sasa hivi kwa neema. Kwa Roho Mtakatifu atalichukua kanisa, ataondoka nalo. Watakaobaki hawatakuwa na Roho Mtakatifu kwa wakati huu, wataishi kwa akili zao, kwa nguvu zao, watapambana kimpako roho. Lakini kipindi hicho kuna watu wamepewa neema ya Mungu na uwezo wa kimungu kuhubiri Injili katika hayo maumivu, kuhakikisha watu wanamjua Mungu, wanamkataa mpinga Kristo, kuhakikisha watu wanapambana kujua Yesu ni Mungu. Na baada ya hapo, Biblia inasema sisi kama kanisa tukiwa tumetwaliwa kwa wakati huo, tutaketi na Baba huko. Biblia inasema nasi tutaketishwa pamoja na Bwana miaka 1000 ya kibinadamu. Miaka 1000 ya kibinadamu ni sawa na siku moja kwa hesabu ya Mungu. Hapa duniani patakuwa na sekeseke, patakuwa na kizungumkuti. Biblia inasema watu wataiomba milima iwaangukie, lakini haitawaangukia hiyo milima, haitawasikiliza. Watu wataenda kwenye mapango wakisema, mapango tufunikieni tufe. Mapango yatakuwa yanawakimbia, kifo kitakuwa kinawakimbia watu. Leo kifo kinawafukuza watu, watu ndio wanakikimbia kifo. Watu watakuwa wanakifuata kifo, lakini kifo kitakuwa kinawakimbia. Usifikiri tupo kwa bahati mbaya, tupo kwa mpango wa Mungu. Biblia inasema sisi ni mashahidi wa neno la Mungu, ni mashahidi wa habari njema za Mungu. Na kama sisi ni mashahidi, nataka nikwambie, ishi kwa ujasiri, maana kuna mji unaandaliwa kwa ajili ya watakatifu watakaoshinda leo. Bwana anakuandalia makao. Acha maumivu unayoona sasa, acha wanaokudhalilisha saizi, lakini nataka nikwambie, kuna makao yanaandaliwa na Bwana. Kama kuna kipindi cha kuto kutenda dhambi na kumfurahia Yesu Kristo, basi ni kipindi hiki, watakatifu wa Mungu. Usitende dhambi, mimi nakwambia. Yaani kama ulishindwa kutenda dhambi, achana na dhambi, maana Kristo yuko mlangoni. Nakwambia haya, hakuna jeshi, hakuna nchi, hakuna taifa, hakuna mwamba atakayeshindana na taifa la Marekani kwa wakati huu. Na taifa la Israeli lina nguvu muda wote na siku zote, kwa sababu Mungu aliahidi kwamba nitakulinda, Yerusalemu. Biblia inasema katika Zakaria, nami nitakulinda. Kila atakayejaribu kujitwika wewe, atakuwa amejitwika jiwe la kumlemea, jiwe la kumuumiza, jiwe la kumjeruhi, atakuwa kama mlevi. Kwa mtu anayepambana na taifa la Israeli anapambana na Mungu, na mtu anayepambana na Mungu hajawahi kushindaga hiyo vita. Yeye anaitwa Bwana wa vita, anaitwa Bwana majeshi. Anayepambana na wewe hatashinda. Nataka nikwambie, jipe moyo, jipe moyo. Ingawa ni mnyonge, lakini kama unamtumainia Bwana, wewe sio mnyonge, wewe ni shujaa. Ingawa mtu anakuona huna ndugu, unakuwa mkubwa kuliko wao, unakuwa mzito kuliko wao. Vita sio ya kwako, vita sio ya kwako, vita ni ya Bwana. Sema mina. Jitie moyo kanisa, jitie moyo mtakatifu, jitie moyo mwanamke, jitie moyo mwanamume. Simama imara, Mungu yupo karibu, Mungu yuko mlangoni. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Yesu yuko mlangoni, Yesu yupo karibu. Biblia inasema watakuwa wanakula na kunywa
Yesu atakuwa anakuja. Ninasema watakuwa wanaoa na kuolewa, Yesu atakuwa anakuja. Biblia inasema watu watakuwa wanatoa talaka, wanaachana maana wamechokana, na kipindi hichi ndio kinaongoza kwa watu kuachana. Watu wako kuachana ni hatari mno. Mahakamani kuna talaka za kiwango, kuna kesi za kuachana. Yaani mtu hana sababu za kumwacha mume wake, asema mimi nimechoka na huyu, anabadilisha mume yani kama sketch. Hana sababu, asema nimechoka naye tu, sina sababu. Lakini Biblia inasema haya wakati anaendelea, Yesu yuko mlangoni anajiandaa. Watakuwa wanasoma, mtakuwa mnazaa watoto, mnapambana, huyu sio mtoto wangu, huyu ni mtoto wa wewe, lakini Yesu yuko mlangoni. Mtakuwa mnapambana kujenga nyumba, kazana usiache, lakini jiandae, Yesu anakuja. Fanya maandalizi ya kiwango. Watakuwa wananunua viwanja ili wajenge nyumba, lakini nataka nikwambie, endelea kufanya maandalizi, Yesu yuko mlangoni. Haya yote unayoyafanya usifanye kumfurahisha mwanadamu, usifanye kumtandishia mtu, fanya kwa faida yako mwenyewe, ukijua Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Wanawake sema amina. Endeleeni kubeba mimba, zaani watoto, sema amina. Lakini mwe mnabeba mimba mkijua pengine, Biblia inasema wengine watakuwa wananyonyesha, mwingine anatwaliwa, mwingine anaachwa. Sema tena amina. Biblia inasema wengine watakuwa na mimba. Ole wenu siku hiyo kama inakuja, na una mimba na uchungu, unataka kujifungua, madaktari watakuwa wameondolewa, wanaenda kwa Baba mbinguni, na utapambana jinsi ya kuzaa mtoto. Sikiliza nikwambie, jiandae kwa maisha ya mwili wako. Yesu anakuja, Yesu anakuja. Hatuko hapa kwa sababu ni makanisa yapo. Tuko hapa kwa sababu kanisa bado halijatwaliwa. Lakini kanisa likitwaliwa, hautatuona wachungaji, hautatuona manabii, hautaona hivi vyombo. Hata hivi vyombo vitakuwa havina thamani, hata majengo yatakuwa yana thamani, maana kila aliye mtakatifu hatakuwa ametwaliwa. Nimetumwa nikuandae, nimetumwa nikutengeneze. Vita zitakuwa zinaendelea. Biblia inasema usiogope. Huo ni mwanzo wa uchungu wa kanisa kuja kuchukuliwa. Usiogope. Hata mtu akakwambia Yesu anakuja kesho, haji kesho, isipokuwa kanisa ndio litatwaliwa. Likitwaliwa litaenda kukaa na Bwana, huyo bwana harusi Yesu Kristo. Miaka mingapi? Miaka 1000 sawa sawa na siku ngapi kwa Mungu? Wakati huo duniani kutakuwa na nini? Sema mpinga Kristo. Kutakuwa na mpinga Kristo, anafanya kazi yake kuhakikisha watu waende mbinguni. Mimi nakutangazia, wewe ndo kamwone Jehova, wewe ndo kamwone Mungu.